Tunashukuru serikali na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa zile siku 100 za mama alizoziweka. Tumekuja kuona maboresho makubwa kwenye upande wa umeme. Hapa yani kwenye hizi shughuli zetu tunatumia umeme. Yani umeme ndo source yetu kubwa ya kuweza kuendesha hii mitambo. Sasa kwenye hizi siku 100 za mama, maboresho upande wa umeme yamekuwa makubwa sana. Sasa imetukuta tunaweza kupata uzalishaji kwa jinsi vile tuliweka targets, kwa sababu kwa mfano umeme ukiwa katika hapa kwa siku mtambo wetu una kawaida ya kula tani 200. Sasa ukipunguza masaa labda kwa breakdown za umeme, kwa mfano labda ukaenda out power isiwepo labda masaa mawili, hatuwezi kumit tena ile target ya 200 tons. Sasa uwepo wa umeme kwa wakati wote imetusaidia sana. Kwa hiyo nitoe pongezi kwa mama kwa kupambana na upande wa muundombinu wa umeme. Tumeupata, umekuepo huko frequent muda wote, imetusaidia kubadilisha sisi hapo uzalishaji wetu. Hapo mwanzo swala la umeme ukiwa down, kwa sababu sisi tunadili na uzalishaji. Yaani kitendo cha kuacha kumit zile targets tayari kwetu ni hasara, kwa sababu kwa kufanya milling au kwa kufanya uzalishaji wa tani 200 kwa siku, kuna kiasi cha dhahabu ambacho tunakiingiza kwenye system kwa hizo siku. Sasa nikishuka, let's say nilikuwa naingiza dhahabu kilo 1 kwa siku, ni kile tani 200. Sasa kitendo cha kushuka, labda nikajikuta kwa siku nimeshindwa kutembea masaa 24, nimefanya kazi labda masaa 18, kuna tani ambazo zinapungua pale. Sasa zile tani nina reflect dhahabu. Unaweza kukuta kwa badala niingize kilo 1 naingiza labda gramu 500. Sasa ukija kuireflect kwenye price ya dhahabu, gramu 500 ambayo imekosekana kwa siku ni hela nyingi sana, tutakuta tumezipoteza kwenye uzalishaji wa siku. Kwa hivyo hichi kitendo cha kuboresha huduma ya umeme kuwepo kwa muda wote imetusababisha sisi hapa uzalishaji wetu unakuwa vizuri, na tunaweza kuwa na income kubwa kutokana na malengo ambayo tumeyaweka. Tunakuwa hatuna hizo breakdowns zinazosababishwa na umeme. Kwa upande wetu sisi kama wawekezaji, waziri wa upande wa nishati ya umeme tungempa pongezi kwa kujitahidi na kufikia katika hali hii. Kwa sasa umeme huwa sio jambo ambalo linatuleta sisi chini kwenye uzalishaji wetu. Tukipenda sana kutoa pongezi kwa waziri wa nishati ya umeme katika juhudi zake za kuhakikisha umeme unakuwa unapatikana kwa muda wote kwenye eneo letu la kazi. Kwa upande wa serikali, ningependa kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uboreshaji wa sera za upande wa madini. Imekuwa ikitunufaisha. Kwa mfano, kuna hii program ya ambayo imeleta serikali inanunua dhahabu kupeleka BOT, yani BOT inanunua dhahabu kwa ajili ya reserve. Ile inatusaidia kwa sababu tulikuwa tukienda kuuza dhahabu kwenye hawa wanunuaji wengine, kuna kiasi ambacho yani kuna bei ambazo ni tofauti na kwenye kuuza kwenye refinery. Kwa sasa ukienda kuuza refinery, kwa mfano unit ya dhahabu unaweza kujikuta ukienda kuuza refinery kuna kiasi kikubwa tu ambacho kinaongezeka kulinganisha na kuuza kwa watu wanunuaji wa kawaida, tofauti na wale wa BOT kule refinery. Kwa namna hiyo basi tunapenda tuishukuru sana serikali kwa kuweka hiyo plani ya kununua dhahabu, kwa sababu inasababisha sisi hapa tunaweza kupata kipato kikubwa kwa kutumia kwa units zile za uzalishaji ambao tumezipata. Kwa sababu kwa mfano na kilo labda 10 nikaenda kuuza kwa mnunuaji wa kawaida, kiasi ninachopata cha fedha ni tofauti na kile ninachoenda kuuza kule refinery ambapo ni BOT. BOT napata hela nyingi kulinganisha huku kwingine.